Mtazamaji, katika dunia inayobadilika kwa kasi, sheria, kanuni na mifumo ya utoaji haki huendelea kubadilika. Hivyo, mafunzo ya mara kwa mara kwa wanasheria wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa TAKUKURU ni nyenzo muhimu ya kuwajengea uwezo wa kuhakikisha sheria zinatekelezwa kwa ufanisi na haki inatendeka kwa wote. Mafunzo haya ya wanasheria kutoka Kurugenzi ya Huduma za Sheria Makao Makuu pamoja na wakuu wa madawati ya huduma za sheria mikoani yamefunguliwa leo Julai 27 mwaka 2026 na Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa Bwana Crispin Chalamila katika ukumbi wa Gairo uliopo hoteli ya Morena mkoani Morogoro. Katika hotuba yake, Mkurugenzi Mkuu wa TAKUKURU amewasisitiza washiriki kuhusu umuhimu wa kuhakikisha kuwa kesi za rushwa zinachunguzwa, kusimamiwa na kuendeshwa kwa kuzingatia misingi ya haki na sheria ili kuendana na kasi ya mabadiliko ya mbinu za kihalifu, ikiwa ni pamoja na matumizi ya tehama. Elimu hii ni muhimu kwenu hasa katika kipindi hiki ambapo kiwango kikubwa cha uhalifu kinatendeka kwa njia ya kielektroniki. Tukifanikiwa kuwa na utaalamu wa kutumia ushahidi wa kielektroniki mahakamani, tutaweza kuharakisha uchunguzi wetu kwa kuwa taarifa nyingi zitapatikana na kuchambuliwa kwa urahisi. Vilevile, tukifanikiwa katika eneo la kutunza na kuwasilisha mahakamani ushahidi wa kielektroniki, tutapunguza uwezekano wa ushahidi kupotea, lakini pia tutaongeza uwazi na uwajibikaji katika taasisi na mashirika, kwani wanatambua kuwa shughuli nyingi zinazofanyika kielektroniki huacha rekodi zinazoweza kufuatiliwa. Kila ushauri wa kisheria mnaotoa, kila uamuzi mnaosaidia kuufikia, kila jalada mnalolipitia na kila kesi mnayoisimamia vina mchango wa moja kwa moja katika kulinda mali na rasilimali za umma, kuhakikisha wahalifu wa rushwa wanawajibishwa, lakini pia vina mchango katika kulinda maslahi ya taifa kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Hivyo basi, ninawasihi muendelee kuifanya taaluma yenu kuwa daraja la kuleta mafanikio katika mapambano dhidi ya rushwa. Akitoa maelezo ya awali kwa mgeni rasmi, Mkurugenzi wa Huduma za Sheria TAKUKURU Bwana George Barasa ameeleza lengo la mafunzo haya kuwa ni kuhakikisha viwango vya uendeshaji wa kesi vinafanana katika ofisi zote za TAKUKURU. Ndugu mgeni rasmi, kupitia mafunzo haya tutakumbushana kuhusu wajibu wa kuendeleza uratibu kati ya makao makuu na mikoa, kuhakikisha utekelezaji wa majukumu unazingatia viwango vinavyofanana katika nchi nzima, na kwa kujenga uwezo wa kukabiliana na changamoto zinazojitokeza katika uchunguzi, uendeshaji wa kesi mahakamani na urejeshaji wa mali zilizopatikana au zilizowezesha vitendo vya rushwa kutendwa. Ndugu mgeni rasmi, katika mafunzo haya tutakuwa na uwezeshaji kutoka nje ya taasisi ambao tumejiridhisha wana umahiri unaokubalika na unaoheshimika, lakini pia tutakuwa na wakufunzi kutoka ndani ya taasisi. Kutoka nje ya taasisi tunategemea kupata wataalamu kutoka mahakama ya rufaa, kutoka mahakama kuu pamoja na kutoka ofisi ya taifa mashtaka. Tunathamini na tunaamini kuwa maarifa atakayoyatoa yataongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku ya kila mwanasheria ambaye atapata nafasi ya kushiriki katika mafunzo haya. Wakizungumza na TAKUKURU TV, baadhi ya washiriki wameonyesha umuhimu wa mafunzo haya ambayo yanaendana na kasi ya utendaji kazi wao na mabadiliko ya mbinu za kihalifu, ikiwa ni pamoja na matumizi ya tehama. Tupo hapa katika mafunzo ambayo yameandaliwa na Kurugenzi ya Huduma za Sheria na Mashtaka kutokea ofisi ya TAKUKURU. Kusudi la mafunzo haya ni kuhakikisha kwamba kesi au chunguzi zetu zinazofanywa zinafikia matokeo yaliyokusudiwa ya kuwatia hatiani watuhumiwa wote wanaokuwa wanatuhumiwa na makosa ya rushwa na hatimaye kufikishwa mahakamani. Hivyo basi, tunatarajia kuwa na mafunzo ambayo yatatuelekeza sisi wanasheria namna ya kuongoza chunguzi zinazofanyika na Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa, yaani kwa maana ya kuzingatia sheria katika masuala ya ukusanyaji vielelezo, uhifadhi na hatimaye ufikishaji wa vielelezo hivyo mahakamani. Lakini sambamba na hilo, tunakusudia kuwa na mafunzo kutoka kwa
jaji kutoka mahakama ya rufani ambaye yeye atatuelekeza kwa namna gani mahakama inatarajia tuwasilishe ushahidi mahakamani. Lakini sambamba na hilo tutakuwa na discussion ambayo tutaifanya wanasheria kujadili changamoto tunazozipitia na kutoka na njia moja ya kuweza kuleta mafanikio katika mapambano dhidi ya rushwa. Kupitia mafunzo haya, kwa sababu yatakuletwa watu mbalimbali wakiwemo mahakimu, majaji na mkuu wa mashtaka, naamini kupitia wao tutajifunza mbinu mbalimbali za namna ya kuendesha kesi mahakamani, ni sehemu gani ambapo tunapata changamoto zinazopelekea sisi kushindwa katika kesi zetu. Mfano, katika chunguzi zetu saa nyingine unakuta kuna chain of custody haijachukuliwa kwa uzito wake, au wanapoenda kuhodhi mali sehemu unakuta ule mlolongo wa kisheria haujafuatwa. Kwa hiyo naamini kupitia jaji, kupitia watu wa ofisi ya taifa ya mashtaka watatuwezesha ili tuweze kuona mapungufu yanayopelekea sisi kushindwa, na kupitia wao tutapata mbinu mpya ambazo zitatuwezesha kuwa na weledi unaohitajika ili kuweza kushinda kesi zetu. Mafunzo haya tunategemea kuwa na wakufunzi mbalimbali ambao watatufundisha mambo mengi tofauti tofauti kulingana na mabadiliko tulionayo sasa hivi ya kiteknolojia, ambapo rushwa inatendeka si kama hapo awali ambapo watu walikuwa wanaomba pesa ambayo ni tunasema pesa ghafi, lakini sasa kutokana na mabadiliko ya kiteknolojia rushwa imekuwa ikifanyika kimtandao zaidi. Hivyo tunaenda kujengewa uwezo wa namna ya kukusanya ushahidi ambao utaenda kuthibitika mahakamani kwa watenda makosa ya rushwa, ili uweze kuwakamata na kupewa haki stahiki. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.